Karibu kwa mara nyingine tena ndani ya Technologist TV. Hii ni dunia ya mwana teknolojia. Je, umewahi kuona document ambayo baadhi ya maneno marefu yanagawanyika mwisho wa mstari kwa alama hii ya hyphen? Ukajiuliza, hivi aliyeandika hii document alikuwa anagawanya maneno moja baada ya jingine au kuna kipengele maalum kinachofanya kazi hii kiotomatiki? Jibu ni sahihi, kipo, ni hyphenation. Leo nitakuonyesha jinsi kinavyofanya kazi na kwa nini ni muhimu kwenye Microsoft Word. Yaani, kama utafungua document yako ukaenda kwenye sehemu ya layout, hapo utakutana na sehemu ya hyphenation, na ukiklik kwenye hyphenation utakutana na option tofauti. Vyote hivyo tutavizungumzia kwenye video yetu hii. Kwanza, hyphenation ni nini? Hyphenation bana ni mfumo unaoruhusu Microsoft Word kugawanya maneno marefu mwishoni mwa mstari kwa kutumia alama ya hyphen. Yaani, kama tunalo neno letu refu kama hili ambalo transformation, tunaweza kuligawanya kwa kutumia alama ya hyphen ili kuhakikisha nafasi kubwa haiachwi hapa mwisho. Kwa unaona tumegawanisha neno letu, limekuwa transform pamoja na mention. Bila ya hyphenation, wakati mwingine documents huwa na nafasi kubwa zisizo sawa kati ya maneno. Lakini ukiwasha hyphenation, Word kupanga maandishi vizuri zaidi na kufanya document ionekane safi na ya kitaalam kabisa. Sasa tunaiwashaje hiyo hyphenation? Tunafanya hivi. Kwanza tunafungua document yetu, kisha tunaenda kwenye sehemu ya layout tab, tunaklik hapo, tunakuja moja kwa moja kwenye sehemu ya hyphenation. Tukiklik hapo tunakutana na option tofauti. Tunaanza na option ya none. Hii bwana, maana yake Word haitagawanya kabisa maneno hayo kwa kutumia alama ya hyphenation. Lakini kwenye automatic, hapa ukiklik, Microsoft Word itagawanya maneno yako automatic, yani itachagua maneno kiautomatic, maneno hayo itayagawia kwa alama ya hyphenation. Yenyewe inakuwa inachagua kwamba neno hili nahitaji liwe na hyphenation na hili nisilitie hyphenation. Na hivyo ndivyo inavyokuwa sehemu ya automatic hyphenation. Nadhani tupo pamoja sana hapo. Na sasa hebu tuhamie kwenye manual. Manual hii bwana hukupa nafasi ya kuamua mwenyewe sehemu ambayo neno ligawanywe. Word itatoa mapendekezo, halafu wewe utaamua kuyakubali au kuyakataa. Yaani, kama una document yako hiyo, ukienda kwenye sehemu ya layout, ukaja kwenye hyphenation, ukaklik moja kwa moja kwenye manual, hapa sasa Word itakuwa inakupa mapendekezo ya maneno. Wewe neno ukilihitaji kwamba hilo liwe na hyphenation, basi utaklik yes. Lakini kama hulitaki, basi unaweza kuklik tu kwenye no na neno hilo likawa halina hyphenation. Yaani, hebu tulione hili neno, nimeklik no pale. Kwa hiyo tukihitaji kuliona huku neno letu ambalo halina hyphenation, ambalo ni naked, tulilo click no, kwa utaliona lipo pale naked bila ya hyphenation. Hebu nikuonyeshe neno lenyewe ni hili ambalo nimeklik no pale kwenye neno lake. Kwa hiyo naked imekaa kamili kama ilivyo na nafasi kubwa hapa umeiona imekuwepo. Kwa hiyo inakuwa ni hasara kidogo. Kwa hiyo hebu tuendelee na safari yetu ya manual. Kwa hiyo ni hivyo, hulitaki una click no, kama unalitaka una click yes. Na ikitokezea yamemaliza maneno yote, itakupa ujumbe kama ule, uta click okay na kazi yako itakuwa imemaliza kwenye manual. Tuhamie kwenye hyphenation option. Hapa bwana, ni vipi? Ninayo document yangu, nikenda kwenye layout, nikija kwenye hyphenation, na sasa nikachagua moja kwa moja hyphenation option. Bwana, kiboksi kama hiki kitafunguka. Tunaanza na automatical hyphenate document. Ukiwasha chaguo hii, Microsoft Word itagawa maneno marefu kiotomatic pale yanapofika mwisho wa mstari.
yani ni kama ile automatic hyphenation tuliyosoma pale awali. Lakini tukihamia kwenye hyphenate word in caps, chaguo hili linaamua kama maneno yaliyoandikwa kwa herufi kubwa zote, kwa mfano labda ula neno computer limeandikwa kwa herufi kubwa, au information, yagawanywe kwa kutumia hyphen au yabaki kama yalivyo. Kwa hiyo ukiwasha sehemu hiyo inakuwa ndio kazi yake. Lakini ukija hapa limit consecutive hyphen to, hapa chaguo hili linaweka kikomo cha mstari mingapi mfululizo inaweza kuwa na maneno yaliyogawanywa. Nadhani hapo tumeelewana. Then ukimaliza, kama kipo unachohitaji una click okay na kazi yako inakuwa imekwisha. Bwana, kitu hiki nimekimaliza kama hivi. Nikwambie tu, tukutane kwenye video ijayo ambapo huko tunazungumzia kuhusu paragraph. Eneo hilo tutadeal na masuala ya indents pamoja na spacing. Bwana, video hiyo si ya kukosa. Nikusihi tu usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare video zetu. Hii ni Technologist TV, karibu tena. Bye bye.